lakini kwa vile serikali iko makini, ina mkono mrefu, ina jicho kali, basi limefika mpaka misikitini na makanisani. Tunaendelea kumwabudu Mungu kwa namna ambavyo Mungu anapenda. Tunaishukuru sana serikali. Na tunaendelea kuiombea Mungu, hususan mama yetu, makamu wa rais, waziri mkuu na wale wote wanaoandamana katika kuongoza. Nifunge mlango huu wa shukrani kuwashukuru nyinyi wajumbe wa kamati ya amani mkoa wa Dar es Salaam kwa nafasi zenu zote. Wakati huu ni mgumu, mvua, lakini leo ni katikati ya wiki, tuna mambo mengi na majukumu ya kutekeleza, na kama wanavyosema majukumu ni mengi kuliko muda aliotupa Mungu, lakini washukuru kwa namna ya kipekee kabisa kutenga muda wenu angalau tukapata muda huu tukajadili hili jambo la msingi sana, hasa katika wakati tuliokuwa nao. Duniani ni vitu vitatu: watu, muda na eneo. Watu ndio nyinyi, muda ndio huu, na maeneo ndio haya. Kwa hiyo nawashukuru sana. Kwa hakika maneno ni yale mliosema nyie. Mimi sina cha kusema zaidi ya kuwashukuru, isipokuwa tu nifunge kongamano letu hili kwa nukta hizi chache. Kwanza nichukue nafasi hii nikiwaomba na nyinyi wote mliokuwa hapa, wajumbe wa kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam, sote kwa pamoja tuwape pole ndugu zetu kanisa Katoliki kwa kuondokewa na kiongozi wao mkuu. Tuwape pole, kuondokewa ni kuondokewa. Na siku zote mti mkubwa ukianguka, basi miti midogo pia huweka tetereka. Sote tunajua uchungu wa kufiwa, uchungu wa kuondokewa na tunayetegemea. Kwa hiyo tunaungana kwa kila mmoja kwa imani yake, kwa dua, kwa sala. Sote tunawaombea subira na Mungu awape kiongozi bora atakayendelea kuwachunga na kuwaongoza. Ni kwamba watu waje kutafuta sheria. Kuna jambo lolote limewatatiza huko, waje watafute utatuzi wa hilo jambo kwa kuhani, kwa kiongozi wa dini. Sasa kwa mujibu wa mada yetu hapa, si kiongozi wa dini sasa awe chanzo cha kutoa majibu katikati ya mambo ambayo watu wanasumbuka nayo, bali sisi tuwe sehemu ya kutoa majibu katika yale watu wanayosumbuka nayo. Hiyo ndio dhamana tuliopewa katikati ya dunia hii. Sisi wa Kristo tumehubiri kwa habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Maana yake ni kwamba tuwaambie watu kwa nini maana ya msalaba, tuwaambie watu maana ya kufufuka kwa Yesu, tuwaambie yeye aliyezaliwa mfalme wa amani mpaka anafufuka anataka dunia iwe na amani. Tuwaambie watu hivyo, kwa sababu Mungu ameweka hayo maneno ndani ya vinywa vyetu. Dunia, sisi ndio wasemaji wa dunia mpaka dunia ikae salama. Ni sisi na sio wengine. Lakini ndugu zangu viongozi wa dini, ninyi wote ni mashahidi, tumebadilisha mahubiri yetu na sema zetu kwenye misikiti, kwenye madhabahu tunabadilisha. Tunataka kuingia mahali ambapo hapatupasa wala Mungu hajatutuma. Hebu tubaki kwenye nafasi zetu. Sawa, sisi tumewapigia kura. Nini daraja Sheikh? Lakini tayari aliandikiwa na Allah na Mungu. Sasa leo sisi tunawatukana. Waheshimiwa viongozi wa dini, twendeni tukakemee matusi, sio kitu kizuri. Amani inatetereka. Wewe unaenda kumtukana kiongozi wa nchi, matusi ya nguoni. Umeyapata wapi? Kitabu gani kinasema hivyo? Ndugu zangu, nawaombeni sana. Nawaombeni twendeni tukakatae hayo.